Oktoba 22, Jumatano, mwaka wa 2025. Uinjilisti wa shule mwezi wa Februari. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya dunia. Lazima uelewe mambo matatu muhimu. Wale wanaoelewa mambo haya wanaweza kuokoa maisha ya watu wengi na sana kutumikia katika kanisa. Kwanza ni wanefili. Wanefili wanarejelea malaika aliyeanguka ambaye alikuja kuwa shetani na kuingia katika maisha ya wanadamu kwa mbinu 12. Wakati wanefili wanaingia katika nafsi ya mtu, mateso huanza kutoka wakati huo, na hii inapitishwa kwa wazao. Paulo aliwaponya wale walioteswa na jambo hili, na kwa kufanya hivyo alipokea baraka zote za kiroho. Pili ni uponyaji wa kweli. Kupitia njia mbili za maisha, maombi na kupumua, lazima ukubali baptizan, safari na miongozo katika maisha yako. Maombi huhuisha roho na kupumua vizuri kunarejesha mwili. Tatu ni utambuzi wa kile ambacho kizazi cha watu wazima kilikosa na kile ambacho viongozi mashambani hawakuweza kuona. Hii ndiyo siri ya uinjilisti wa ulimwengu. Kisha tutapokea majibu ya aina gani? Moja, ratiba 3 za wakati. Kristo tayari amemaliza kila kitu. Matatizo yako ya kale yametatuliwa. Ufalme wa Mungu umeanzishwa na utapata jibu la kiti cha enzi leo. Wakati ujao umehakikishwa kupitia ujazo wa Roho Mtakatifu. 2. Mamlaka 5. Utapokea nguvu za kiroho kutoka juu, uwezo wa kiakili wa kuelewa kile ambacho Mungu hutoa, nguvu za mwili kuwa na afya katika mwili na roho, nguvu za kiuchumi, na nguvu kazi kufikia mataifa 237 na makabila 5,000 kupitia masomo yako. 3. Mamlaka ya kiroho. Utapata nguvu za kumshinda Shetani, mtawala wa ufalme wa anga. Kwa sababu umepewa mamlaka ya kuwapinga viongozi wa kisiasa, wenye mamlaka, wakuu wa giza na pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, lazima uombe. 4. Majibu mapema. Kuanzia wakati huu na kuendelea, utaanza kuona mapema, kumiliki mapema, kufurahia mapema, kushinda mapema na kutimiza mapema. Uponyaji hufanyika tu wakati Mungu wa Utatu anakaa katika roho yako na safari ya maisha. Endeleeni kuomba mkimshikilia kwa dhati Kristo, ufalme wa Mungu na ujazo wa Roho Mtakatifu. Ombi la agano. Mungu Baba, na niwe shahidi ambaye anapata uzoefu wa kuanzishwa kwa ufalme wako, hivyo naomba niwe shahidi anayeponya magonjwa ya wanefili ulimwenguni kote. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.